Kama unavyojua, Kwale County ni kaunti ambayo inaongoza katika kilimo cha mwani, sio Kenya peke yake, lakini hata sio kwa hii region peke yake, lakini Kenya nzima. Na ni kwa sababu tuko na makundi mengi. Kama unavyojua, mwani sana sana unalimwa na makundi ya kina mama. Tuko na makundi kama 22 ambayo yanajihusisha na kilimo cha mwani. Tatizo ambalo tuko nalo kwa sasa kama kaunti ni kwamba ukuzaji wa mwani bado uko chini. Japokuwa sisi tunaongoza katika ukuzaji wa mwani, lakini kilimo cha mwani kiko chini kidogo kama katika kaunti ya Kwale. Na kwa mfano katika ukuzaji tuna produce only 146 metric tons za mwani annually. Wakati wenzetu majirani zetu wana produce almost 17,000 metric tons za mwani. So bado tuko nyuma sana katika kilimo cha mwani, na hili ni jambo ambalo sisi kama kaunti ya Kwale, county government ya Kwale tunalijua, na tumeweka mikakati ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaongeza mazao ya kilimo cha mwani. Kwa mfano ile variety yetu ambayo tunaikuza katika kaunti ya Kwale inaitwa Spinosam, ambayo it's a low value variety, na tumeweka mikakati ili tuweze kuintroduce ile high value variety ambayo inaitwa Cotonie, ili wakulima wetu waweze kupata mazao mengi na waweze kupata pesa nzuri zaidi katika kilimo cha mwani. So kama kaunti ya Kwale, mbali na hiyo, tunaweza empower makundi ya mwani, tunawapatia zile pembejeo, tunawapatia nyenzo ili waweze kuendelea na shughuli zao za mwani. Tatizo lingine ambalo tuko nalo ni tatizo la value addition, processing ya mwani, na pia na soko, market linkages. Hiyo ni tatizo kubwa ambalo tuko nalo. So wakati tunazungumza mambo ya kuongeza kilimo cha mwani, kuongeza ule ukuzaji wa mwani, pia tunaangazia mambo ya kuongeza thamani ya mwani, na pia kuangazia mambo ya soko, so that ule mwani ambao tunaweza kupata uweze kupata soko la sawa. Kilimo cha mwani kufikia sasa kimeenda hatua kubwa, maana tulikuwa tumeanza na vijiji viwili baada ya utafiti kuanza, alafu tukaenda kwa kijiji cha Mkwiro na Kibuyuni tukaanza na wakulima, lakini sasa mwani umeelekea karibu kaunti yote. Kuna vikundi kama 20 na zaidi, hata umesambaa, umefika hata kaunti nyingine ya Lamu, na tunaendelea kufanya utafiti tuzidishe makundi, kwa sababu ukulima wa mwani unasaidia katika uchumi, unasaidia vikundi vya wanawake, vijana, na hili kongamano limekuja kuangalia vile tutazidi kusaidia vikundi hivi katika kaunti hii ya Kwale, kuendelesha ukulima wa mwani na hata kufanya bidhaa zingine ili kuongeza uchumi wa watu wa Kwale County. Lakini upande wa soko naona soko liko nchi ya nje. Kuna watu wanaitwa off takers ambao wanachukua mwani, wana aggregate pamoja, alafu wanapeleka kwenye masoko ya nje. Tanzania wako na soko na wengine wanapeleka masoko ya nje. Kwa hivyo wale aggregators wako na masoko ya nje, na bei ya mwani zamani ilikuwa chini sana, na hata sasa bado bei si nzuri sana, lakini mwani unaweza kama kwa kilo shilingi 50 inapanda, mara inaenda kilo shilingi 70. Kwa hivyo inategemea na kulingana na wale off-takers wanasema ni kulingana na bei za dunia vile ziko. Kwa hivyo huwa kuna price fluctuations. Kwa hivyo mara nyingi wanaenda wanakaa na wale wakulima, wana agree na vizuri vile tumeanza cooperatives. Kwa hivyo kuna Kibuyuni cooperative, kuna Bati cooperative. Kwa hivyo wale hukaa wakajadiliana, alafu wakapanga bei wenyewe na wakauza mwani kwa bei ambayo wenyewe. We are looking at ensuring that women participation and youth participation in the fisheries value chain is appreciated, and also ensuring that the economic benefits
through the fisheries value chain do not just accrue to just the men but to also the women. Tuliona kwa utafiti kama wakina mama na vijana wako wengi sana kwa huu mnyororo wa thamani wa samaki, ili wanafanya zile kazi za chini chini huko na hawapati kipato kizuri. And so this program is here to uplift the participation of women and youth in the fisheries value chain.